Mimi kwa majina naitwa Nixon Julius Biduli, ni mzaliwa wa kata Nyakabanga, wilaya ya Karagwe, nchini Tanzania. Nimemtembelea ndugu yangu hapa, rafiki yangu. Rafiki yangu naitwa nani? Naitwa Tumwesi Salvatori, mzaliwa wa Karagwe, mkoa wa Kagera. Nimekutembelea leo maana nilikuwa nikijiuliza maswali mengi juu yako kuhusiana na masuala ya familia yako, hususan kama uzao. Nimeona nikutembelee leo baada ya kusikia kwamba umejifungua mke wako amejifungua mtoto, si ndio? Na muda gani wewe na mke wako mmeoana? Miaka mitatu. Miaka mitatu. Na mna watoto wangapi? Tulibahatika kupata mtoto. Mmemaliza miaka mitatu hamjapata mtoto, kwenye mwaka wa tatu ndo mkapata mtoto. Ndio. Ilikuwa kuwaje? Labda kuna changamoto ilikuwepo? Ndio, changamoto ilikuwepo, kwa changamoto tu ya kawaida, lakini uwezo ukajua ni changamoto ilikuwepo ndani ya hiyo miaka mitatu. Sasa ni changamoto gani labda ilitokea mpaka mnamaliza Unajua miaka mitatu ni miaka mingi kwa kijana wa siku hizi. Kumuoa mwanamke mkamaliza miaka mitatu hamjapata mtoto, si ndio? Unajua inabidi kutokea uvumilivu kwepo na nini na uvumilivu. Nikuulize swali kwanza, umeokoka? Ndio, nimeokoka. Umeokoka? Ulitumia njia gani ya kuwa mvumilivu kwanza ili mke wako mpaka mvumilie mmalize miaka mitatu mpaka hadi kujifungua? Ulitumia njia gani na ulishauriwa na nani? Na ni kipi kilikufanya mpaka unamvumilia mke wako mpaka anapata mtoto na unamaliza miaka hiyo mpaka mitatu ndo anakuja kupata mtoto? Ni kutokana na imani yangu jinsi ilivyokuwa. Ndio, ni tangia nizaliwe na ninamheshimu sana Mungu wangu. Pia ninampenda sana Mungu wangu. Kwa hiyo nilikuwa nikisali kanisani, nikisoma neno la Mungu. Kwa hiyo nimevumilia hayo yote ni kwa sababu ya imani yangu nilipokuwa nimeiwekeza. Imani yangu ilikuwa kwa Mwenyezi Mungu, maana ninajua anayegawa uzao na anayeweza kugawa baraka za watoto ni Mwenyezi Mungu, hakuna mtu mwingine. Wakati unavumilia miaka mitatu mpaka uje kumpata mtoto, uliwahi kutumia kitu chochote ambacho, yani mfano aidha ni ushauri au ulienda kushughulika huko nje kama tunavyosikia wengine, mtu akikosa uzao mwaka mmoja au miezi sita au miezi mitatu, akiona mke wake hajapata mimba, wengine wanashughulika na kwenda kwa waganga, wengine wanashughulika na kwenda makanisani, wengine wanatafuta dawa za kienyeji. Wewe kuna kitu ambacho ulikitumia kati ya vitu hivi nilivyosema? Wala mimi sikutumia kitu chochote. Nilichokuwa nikimuomba Mwenyezi Mungu, na imani yangu ilipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Ndipo ndio hivyo maneno yanapita, wengine wanakushauri kwamba fanya hivi, lakini hayo maneno yote sikuyasikiliza, maana mimi nilikuwa najua kwamba saa ipo, dakika ipo, Mwenyezi Mungu atafanya. Kwa hiyo sikufanya wala kitu chochote, na wala sikwenda kwa mganga wa kienyeji, wala sikuchukua dawa yoyote ya kusema kwamba nichukue dawa yoyote. Mwenyezi Mungu ndiye tu aliyefanya. Sawa, nimekuelewa. Kwa maana hujaenda kwa mganga kienyeji, labda msingi umemwamini nani? Umemwamini Mungu. Uliwahi kwenda kwa mchungaji yeyote akakuombea aidha angalau upate uzao? Hapana. Sijawahi kwenda kwa mchungaji yoyote, labda tu kitu nilichojifunza, niliweka nadhiri mimi na Mwenyezi Mungu kwamba endapo akinifanyia hicho kitu, hiyo nadhiri nitatoa. Lakini hiyo nadhiri tayari nilishaitoa. Ndio. Hawa Tanzania kuna kitu anataka ukijua. Umemaliza miaka mitatu na mke wako, una mtoto mmoja. Sasa hivi mtoto wako ana miezi mingapi? Ana wiki 2. Ana wiki 2. Na hakuwahi kubeba mimba yoyote? Alishawahi kubeba. Mwaka wa kwanza alibeba mimba ikatoka ikiwa na miezi 6. Na huo mwaka kabeba nyingine ikatoka ikiwa na miezi 7 hiyo.
mimba ya pili. Mimba ya pili. Ndio. Kwa hiyo mara ya kwanza alibeba mimba miezi 6 ikatoka, ndio. Baada ya mwaka huo, lakini baada ya miezi akabeba mimba nyingine ikatoka. Sasa kilichokufanya mpaka unamvumilia wakati anabeba mimba zinatoka kilikuwa ni kitu gani? Maana wengine akiona amekaa na mwanamke amechezewa hivyo, sema ni kuchezea kwa mfano, si ndio? Huko tunaita ni kunini? Ni kuchezewa. Na baada ya hiyo miaka, baada ya huo muda na baada ya hicho kipindi ambacho kilipita, kiwako anabeba mimba zinatoka, na ulichukua njia gani nyingine mbadala, sawa, ya kuzuia ili akibeba mimba nyingine isitoke? Maana umempata mtoto umempata mtoto, na muona iko vizuri, na watazamaji wengine watamuona mtoto yuko vizuri, na ulimpata, ndio sawa. Baada ya kuvumilia hayo yote, ndio mwaka wa 3 ndo kampata nani? Kampata mtoto. Ulifanyaje? Ulifanya kitu gani ambacho kilikufanya kwamba mimba iliyoingia ya 3 na izuia ili isitoke mpaka awe mtoto nimuone kwenye macho yangu? Maana wengine tunaona wanaenda kutafuta baraka kwa kina Mwamposa, akina Jodevi, manabii wapo wengi, sawa. Wengine wanapewa maji, kila kitu wanapewa, angalau alinde kwenye nyumba yake ili kila alichonacho kisifanyeje? Isitoke. Wewe ulipewa nini mpaka kilichofanya mpaka inazuia mimba isitoke? Hakuna kitu nilichokipewa, wala hakuna kitu chochote nilichokifanya zaidi ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Nilimwamini Mwenyezi Mungu endapo nikijua kwamba muda wowote, saa yoyote akiamua kukupa anafanyaje? Anakupa. Mimi nilichojitahidi kwa Mwenyezi Mungu ni kumfanyia kila kazi niliyokuwa ninaona kwamba hii kazi inafaa kumfanyia Mwenyezi Mungu, ili nizidi kumkumbusha kwa yale niliyofanyaje, ndio ambayo nilikuwa nikiyafanya. Kwa hiyo nilizidi kumwamini Mungu, nikazidi kumuomba Mungu, nikazidi kutoa nadhiri mbalimbali kwa ajili ya mimba aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu mwisho wake ndiye akanifanyia. Kwa hiyo hakuna kitu chochote nilichokifanya kusema nimetumia maji, kusema nimetumia nini, hamna. Nimemwamini Mwenyezi Mungu kama vitabu vya Biblia vinavyofanyaje, vinavyosema ukimwamini Mungu yote yanafanyaje, yanawezekana. Na kusema kuwa kwa hali ya sasa ya kibinadamu, mtu aweza akaamini kwamba yawezekana huyu mtu anayezungumza ni uongo. Sio uongo. Hiki kitu kinahitaji uvumilivu, lakini kitu kinahitaji uwe na roho ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Maana kama mtu ambaye aweza akamwamini Mwenyezi Mungu, au kama unaweza ukasikiliza ushauri wa hapa na hapa, unaweza ukakuta mwanamke unahesabiwa mwanamke wa pili, au ukisikiliza maneno ya watu yawezekana huyo mwanamke basi ndio hivyo. Lakini mimi nilimwamini Mwenyezi Mungu. Yale maneno yalikuwa yakizungumza yote niliyaona kama vile ni fake. Maana mimi ninachokiamini, hakuna binadamu anayeweza kukupa mtoto. Hamna. Na wala ukisema kwamba uende kuombewa, imani yako ndiyo itakayokuponya. Kwa hiyo mimi nilikuwa nina imani kwamba muda ukifika mkatajifungua. Lakini ndio hivyo, muda umeshafika na tayari mtoto ameshapatikana. Kwa hiyo mimi simwamini binadamu yoyote. Unasali kanisa gani? Nasali kanisa la Agape linaloongozwa na mtumishi Mchungaji Florian Boniface. Kanisa lipo Morogoro, kata ya Nyakabanga, wilaya ya Karagwe. Sawa. Sasa unawaambia nini vijana wenzako ambao ukipata changamoto kama hiyo ili waweze kustahimili, asivunjike mioyo? Unawashauri nini hasa vijana ambao wanaendea kwenye malengo kama wewe uliokuwa nayo? Unawaambia nini? Ninachowaambia cha kwanza ni uvumilivu. Ndio. Kuvumilia kwa kila hali yoyote utakayokutana nayo. Ndio. Unaweza ukatengwa na wazazi, ukatengwa na ndugu, ukatengwa na marafiki kwa hicho kitu. Ndio. Na ukakuta hicho kitu unawaza sana, unashinda kufanya yaliyo mema mbele za Bwana, au ukakuta unamkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini hayo yote usimkufuru Mwenyezi Mungu. Inabidi ukae utafakari. Kuna mwanzo na kuna mwisho wake. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji uvumilivu, unyenyekevu,
kujua jinsi gani, kwa nini umeingia kwenye mchakato wa kuoa. Ukishajua kwamba ni kwa nini umeingia kwenye mchakato wa kuoa, hapo ndio inakubidi umuombe Mwenyezi Mungu ili aweze akusaidie. Okay. Basi sawa, haina shida. Ngoja bana, nilikuwa nazungumza hapa na ndugu yangu anaitwa Tumwesige, kama alivyoelezea kuhusu maisha ya familia yake mpaka anakuja kumpata mtoto. Mama, habari za sasa hivi? Unaendeleaje? Vizuri. Unaweza kupata haki yako, na hiyo ni muhimu, maana inaonekana utapata kwa shida. Hebu mama, tuambie ilikuwa kuwaje mpaka unakuwa hapo? Unajua siamini kwa vijana wa siku hizi nao waelewa, nao waona na nao watazama. Unakaa unamwoa mwanamke, anakuja anaingia ndani, anakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mambo kama haya yaliyojitokeza yanatokea. Najua inauma, lakini kidogo tuvumiliane, si ndio? Ilikuwa kuwaje yaani hasa kwako wewe, maana wewe ndo ulikuwa unasikia uchungu, ndo ulikuwa na furaha mtoto, si ndio? Najua sisi wanaume tuko slow sana. Kupata mtoto unafurahi, usipompata na yenyewe unaweza ukafanyaje, ukafurahia. Kwa mama ambaye anakuwa anakaa karibu na mazingira ya kwake, kuna utofauti, si ndio? Ilikuwa kuwaje mpaka unakuja kufikia wakati huo ambao ulikuwa unabeba mimba zinatoka? Nimesikia mimba ngapi? 2. Tena 2 zilitoka kabisa zikiwa ni watoto. Unajua mtoto akishafikisha miezi 6 anakuwa ni mtoto. Miezi 7 anazaliwa na wanamuweka kwenye sehemu ambako wanaweka mpaka anatoka wengine, si ndio? Hebu tuambie ilikuwa kuwaje, labda katika maisha yako ya kuolewa, ya kupata familia, kupata mji wako, mpaka hali inajitokeza inakuwa namna hiyo. Tuambie, najua sasa hivi una furaha. Unaweza ukosa cha kuzungumza kwa sababu umempata mtoto. Anaitwa nani? Naitwa Musa. Anaitwa Musa. Jina la pili? Tuine Mungu. Okay, sawa. Sasa hivi mpaka unakuja kumpata mtoto huyu unajisikiaje kwanza? Najisikia furaha. Unajisikia furaha? Ndio. Sasa kwa nini ile changamoto ilikuwa inatokea? Ilikuwa inasababishwa na nini? Ilikuwa sababishwa na nini? Nilikuwa nabeba mimba. Nilibeba mimba ya kwanza, nikaibeba naugua mpaka miezi 7. Ikifika miezi 7 nilishinda vizuri, kwa tatizo lolote. Nifanya kazi, nikatoka, nikapika, tukalala. Hivyo fika usiku wa 8 nikashikwa na uchungu. Nikashikwa na uchungu mida ya saa 2 za asubuhi, mimba ya kwanza ikatoka. Ulishikwa uchungu kama mtu anaenda kwenda kujifungua? Ndio. Mimba ya kwanza ikatoka. Nikavumilia kwa mume wangu, kabeba mimba ya pili. Mwenyewe hiyo sikuugua sana kama mimba ya kwanza. Niliugua ila sio sana. Nikaendelea na hiyo mimba mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka miezi 7 na yenyewe. Kufika miezi 7 nilikuwa vizuri. Nikaamka asubuhi, nikaenda kufanya kazi. Ilipofika saa 5 za mchana, ndio nikaanza kusikia mabadiliko. Nikakaa hapo, nikatulia, nikaenda kanisani nikaomba. Ile ikashindikana. Baadaye kama mida ya saa 8 nikaenda hospitali Nyakabanga. Nikakaa hapo Nyakabanga mida ya saa 9 za mchana za jioni, mimba ya pili ikatoka. Ilipotoka nikaendelea kuvumilia na mume wangu. Tukaendelea kuvumilia, tukaendelea kumuomba Mungu, hatukukata tamaa. Tukaendelea kumuomba Mungu. Kabeba mimba ya 3. Mimba ya 3 nikakaa nayo kuanzia mwezi wa kwanza
Hiyo nilikuwa vizuri mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, kufika mwezi wa tatu Ndio. mimba ikapotea. Hebu subiri kidogo. Ulibeba mara ya kwanza ikatoka, ukabeba mara ya pili ikatoka, ukabeba ya tatu tena? Ndio. Mimba ya tatu ikafikia miezi mitatu ikapotea. Ulikuwa umeshawahi kwenda kupima hiyo mimba ili kuhakiki? Tulipima wakaniambia mimba ninayo. Ndio. Lakini ilipofika miezi mitatu ndio nikaenda kupima tena, wakaniambia hauna mimba. Baada ya kutoka Nyakaiga, mimi na mume wangu sawa, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Ndio. Nenda Nyakaiga, tulivyotoka mimba sijui ilipoteaje. Hiyo nikavumilia, ndipo nikabeba mimba hii ya mtoto huyo niliye naye. Namshukuru Mungu kwa kuwa hii haikutoka wala haikupotea, mpaka sasa niko na mtoto. Wakati unabeba hizo mimba zinatoka mpaka ya tatu inafikia kiasi cha kupotea, mume wako hakuwahi kugombeza kwamba ameoa mwanamke ambaye hazai hana matunda? Hapana, kuniambia, labda nilivumilia tu, tukaenda kuvumilia na maombi. Naendeleza na maombi. Na wakati unabeba hii mimba ya 4 ambayo ni mtoto Musa ambaye uko naye sasa hivi, ulichukua njia gani ya kumlinda akiwa tumboni hata akifika miezi mitatu? Maana ulianza kuogopa kwa sababu ulikuwa unaona miezi mitatu imepotea, miezi 6 imetoka, miezi 7 mtoto ndo hivyo, si ndio? Ulijawa na hofu gani mpaka au ulifanya kitu gani? Maana najua ulikuwa na hofu nyingi wakati unambeba mimba ya mtoto huyu. Ulifanya kitu gani ambacho yani mpaka kilimlinda mtoto huyu mpaka anafikia wakati ambao wa kuzaliwa na mpaka sasa iko hai? Mimi nilichofanya baada ya kubeba hii mimba, ndio nilichofanya nilikuwa nitaidi kila Jumatano jioni ndio naenda kanisani kufanya usafi. Ndio. Na kila Jumamosi naenda kanisani kufanya usafi. Hicho ndicho kilichonilinda. Na nilikuwa na hofu sana nikijua kwamba hii mimba na yenyewe itakuja kutoka. Lakini nikawa katika njozi usiku, Mungu akanitumia somo, akaniambia ilikuwa inasema kutumwa duniani kwa mapenzi yangu mwenyewe, bali kwa mapenzi yake aliyenipeleka. Akasema nayo ni kama hayo, hakunituma kumpoteza mtu hata mmoja, Baba aliyemtia mikononi mwangu, bali kumwokoa na kumfufua siku ya mwisho. Kwa hivyo nileta hilo somo, nilinitia moyo, nikaendelea kumuomba Mungu. Nilipokuwa nakuta na changamoto, namkumbusha hilo somo alilonitumia. Nilipokuwa nakuta changamoto, namkumbusha. Na Mungu hakuniaibisha, akailinda mimba yangu bila kutumia njia yote tofauti na maombi na kumfanyia Mungu usafi. Hicho nilichotegemea Mungu mpaka inafika miezi 9 najifungua mtoto. Ukuwahi kwenda kwa mchungaji akakuombea? Nilienda kwa mchungaji Florian Boniface, yeye aliyekuwa ananiombea. Na ndio mchungaji wako anayekuhudumia? Ndio. Anapatikana wapi? Anapatikana mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe, kijiji cha Bora, mtaa Morogoro. Ndio yupo huyo Pastor Florian? Ndio. Mtoto wako anaitwa nani umesema? Anaitwa Musa Tumwesige. Anaitwa Musa Tumwesige. Na kwa nini ulimuita jina Musa? Kwa nini? Nimuita jina Musa kwa sababu Mungu alinitoa katika changamoto nyingi. Nilipitia katika majaribu, katika masengenyo, ni mengi niliongewa, lakini yote niliyavuka. Baada ya kuyavuka, nimuita mtoto Musa. Wakati unabeba mimba zinatoka mpaka unakuja kumpata hata huyu Musa, ukuwahi kupata ushauri wa watu ambao walikuja kinyume na neno la Mungu? Wapo walionishauri. Wapo walionishauri kwamba niende kwa waganga, na mimi nikakataa. Ni mengi walinishauri, lakini yote sikuyafuata. Ya kwangu tu nilimwamini Mungu. Kwa hiyo kutumia dawa yoyote tofauti na maombi na kumfanyia Mungu usafi? Ndio. Jina lako naitwa nani? Naitwa Lewina. Lewina. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea kushikilia ulicho nacho. Na mimi kidogo naomba nimshikipo huyu mtoto Musa ambaye aliwatesa
mpaka mnafika watoto nao bwana. Bwana mpendwa mtazamaji, hapa nilipo ni kwa ndugu yangu anaitwa Tumwesige, rafiki yangu kipenzi anaitwa Tumwesige, na ni changamoto nyingi alizipitia, ni maisha magumu yenye kuvunja moyo, kukatishana tamaa, lakini alivuka. Kwa hiyo mama anasema anawasihi na ninyi ambao hamjafikia au ambao bado hamjafanikiwa, muendelee kumuita Mungu na Mungu wa mbinguni atashuka, na kama hujapata mtoto utampata, si ndio mama? Ndio. Ujumbe wako kwa watazamaji hawa Afrika nzima unawaambia nini? Mimi nawaambia walio na changamoto kama ya kwangu au changamoto nyingine tofauti na ya kwangu, Ndio. waendelee kuvumilia na waendelee kumwomba Mungu, huku wakiweka nadhiri na kumfanyia Mungu kile kitakachomshawishi, na Mungu atawatendea. Kwa hiyo tuseme kinachomfanya mtu afanikiwe katika swala lake, akiweka nadhiri kwanza aiondoe. Ndio. Kwa hiyo asipoiondoa hawezi. Inatokana umeahidiaje wewe na Mungu. Unaweza kumwambia Mungu kwamba ukinitendea nitakupa, na unaweza ukaiweka afu ukaiondoa kabla ya Mungu hajakutendea, Alafu na Mungu akatenda. na Mungu akatenda kutokana na imani yako. Kwa hiyo Watanzania wazidi kuomba kwa Mungu. Unajua kuna watu ambao wewe hili ni jambo ambalo limekukuta, si ndio? Wengine wameolewa, sawa? Wana miaka 10, wana miaka 20, wana miaka mpaka kama ya Sara, si ndio? Na bado hawajafanikiwa. Sara alipofikia miaka yake alifanikiwa. Lakini kuna wengine ambao wamepitia hata umri wa nani? Wa Sara, hawajafanikiwa. Kwa hiyo na wao wazidi kumuomba nani? Mungu. Hata ikitokea ile nazira hawajafanikiwa, waiondoe kabla hawajatendewa. Mungu anaweza akatenda. Kwa hiyo tuamini hata bibi wa miaka 80 kuzaa ni kama kawaida, si ndio? Ila msinga muamini nani? Muamini Mungu. Basi Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni awatie nguvu na awape mtoto mwingine. Huyo ni wa kiume ni wa kike? Mtoto wa kiume. Wape na watoto wa kisio mtoto, awape na watoto wa kike na wa kiume, muwe na familia na uzao wenu na ukoo wenu uliokamilika. Mpaka hapo niseme Mungu wa mbinguni awabariki. Leo nitazama kupitia WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Kwa majina naitwa Nixon. Nimeambatana na ndugu zangu wengi. Nilikuwa nimemtembelea rafiki yangu hapa ambaye alipatwa na changamoto hii, lakini kwa kuvumilia ameyashinda majaribu. Kama mnavyomuona mtoto huyu hapa anaitwa Musa. Jina jingine anaitwa Twine Mungu. Sasa Twine Mungu mimi kwa Kiruga mtanisamee kidogo. Mengine tutazidi kuvumiliana huko mbeleni. Nasalia kwa mchungaji Florian. Ukitaka kwenda Instagram, Facebook na YouTube unaweza ukanitafuta, ukaandika Boniface, ukaandika Florian Boniface, utanipata na utatupata kwa mengi zaidi. Ni mambo mengi Mungu anayatenda kupitia. Licha ya hawa kuna wengine walikuwa vipofu, wengine walikuwa wamechukuliwa misukule, wengine walikuwa wamechukuliwa kafara, lakini kupitia jina la Pastor Florian wa Mgorogoro, Nyakabanga, Karagwe, wanazidi kufunguliwa na wanazidi kuombolewa. Mpaka hapo nasema Mungu wa mbinguni awabariki sana. Goodbye.